Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini watu wawili wana uwezo wa kufanya kitu kimoja, lakini mmoja milango yake ikawa inafunguka kwa urahisi na mwingine akawa anakwama kwa kila hatua? Siri si kwamba huyo mmoja hana bahati, siri ni kwamba huyo mwingine ana kibali cha Mungu. Katika video hii nitakuonesha kwa undani hatua 5 muhimu ambazo zinaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako, kutoka kwenye juhudi unazofanya bila kuona matokeo hadi kupata mafanikio yanayoonekana wazi. Kama unataka kuona milango ikifunguka kwenye maisha yako bila kutumia nguvu sana, na kama unataka kupata heshima, fursa na mafanikio yanayoonekana kama miujiza kwa watu wengine, basi hakikisha unatazama video hii hadi mwisho, kwa sababu unachokwenda kujifunza hapa kitaenda kubadilisha kabisa maisha yako. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa kuna hatua 5 ambazo ukizingatia vizuri una uwezo wa kuwa na kibali cha Mwenyezi Mungu kwa kila ambalo unaenda kulifanya. Sasa jambo la kwanza kabisa au hatua ya kwanza ni kuwa na nia safi. Hii tunaita purity of intention. Sasa hii ndio sehemu muhimu sana, kwa sababu usipokuwa na moyo safi tayari hutaweza kuwa na kibali cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu roho iliyojaa chuki, hasira tayari itakuwa inajifunga kabisa kutokupata kibali cha Mwenyezi Mungu. Sasa kuna mambo matatu ambayo yanaweza kukusaidia ili uwe na nia safi, yani moyo safi, ili uweze kuwa na kibali cha Mwenyezi Mungu katika kila unalolifanya na kwenye maisha yako. Jambo la kwanza kabisa ni kuondoa ubinafsi uliopitiliza. Unajua lengo la Mungu sisi kuwa duniani hapa ni kufanya kitu ambacho kitaenda kusaidia watu wengine. Mfano mimi ninapofundisha masomo, manake yanaenda kufungua wewe, manake tayari nimefanya kitu ambacho sio cha peke yangu, naenda kusaidia watu wengine. Kwa hata wewe pia, ili uanze kupata kibali cha Mungu, usijiulize nitapata nini hapa, jiulize nitasaidiaje watu hapa. Unaposaidia watu, kwanza wale watu watakuja kushukuru, lakini pia baraka za Mungu zitakuja kwako kwa wengi zaidi. Kwa mara nyingi ukiwa na ubinafsi wa kujiangalia wewe mwenyewe kuliko kuangalia watu wengine, hapo tayari utakuwa hauwezi kupata kibali cha Mwenyezi Mungu. Jiulize, ninawezaje kusaidia watu, na kazi unayoifanya unawezaje kugusa maisha ya wengine? Hapo utakuwa kwenye njia ya kupata kibali cha Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni uadilifu unapokuwa peke yako. Hii tunaita integrity. Sasa unajua mara nyingi watu wengi huwa wanaamini kwamba wanaweza kuwa wanaonekana wema kwenye macho ya binadamu, lakini wewe nikwambie rafiki yangu, Mungu huwa anaangalia moyo. Unaweza kuonekana kwenye macho ya binadamu kwamba wewe uko vizuri, una tabia nzuri, lakini kumbe moyo wako uko tofauti kabisa na vile ambavyo watu wanavyokuona, kwa sababu Mungu huwa anaangalia moyo wa ndani, yani zile tabia zako ambazo zimejificha, ambazo ziko ndani kabisa ya moyo wako. Sasa unajua mara nyingi watu huwa wanafanya vitu kwa kuwafurahisha watu. Akiwa mbele za watu anafanya vitu kwa ustaarabu, anakuwa mpole, lakini akiwa peke yake anafanya mambo ambayo hata jamii ikija kumwona inashangaa. Sasa ili uweze kuwa na kibali cha Mwenyezi Mungu lazima uwe mwaminifu. Unapokuwa peke yako, mambo ambayo unaona kwamba haya mambo yatamkosea Mwenyezi Mungu usiyafanye. Hapo tayari utakuwa kwenye njia ya kupokea kibali cha Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la tatu ni kuepuka mashindano ya kuumizana. Njia nzuri ya mashindano ni kushindana na wewe wa jana. Kwa mfano kama jana ulikuwa huwezi kuzingatia muda, sasa hivi umeweza kuzingatia muda, maana hapo umeshindana na wewe wa jana. Lakini unapoanza kushindana na watu, tayari utaanza kutengeneza wivu na chuki. Na wivu na chuki hizi tunaziita ni negative energy, maana ni nguvu ambazo zinakupunguza uwezo wako wa kupokea vile vitu ambavyo vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utajikuta badala ya kuanza kupokea vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekuandalia kwa ajili yako, unaanza kuhamisha ile nguvu kwa kwenda kumchukia mtu na kumwonea wivu. Kwa hiyo usimchukie mtu, mafanikio ya mtu usione kama ni kitu kibaya, furahia mafanikio ya mwenzako, shindana na wewe wa jana. Kama mwaka jana ulikuwa huwezi kutunza akiba, anza kutunza akiba. Kama mwaka jana ulikuwa na changamoto labda ya kupangilia muda, anza kupangilia muda. Hapo sasa ndio utakuwa kwenye njia ya kupokea kibali cha Mwenyezi Mungu, na kila unalofanya utaliona linafanikiwa kwa urahisi zaidi. Sasa hatua ya pili ni kuwa mwaminifu katika mambo madogo. Hii tunaita faithfulness in small things. Sasa unajua watu wengi huwa wanapoteza kibali kwa sababu huwa wanatamani mpaka wapate fursa kubwa ndio waoneshe uaminifu wao. Lakini hata kanuni
za vitabu vya dini, hasa Biblia inasema usipokuwa mwaminifu katika jambo dogo, huwezi ukapewa jambo kubwa. Na hii ni kanuni ya Mungu, kwamba Mungu anakupima ukomavu wako wa akili ndio anakupatia kitu kikubwa, kwa sababu akikupatia kitu kikubwa kabla ukomavu wako wa akili haujafikia huko, maana ili kile kitu kitakuja kukuzuru. Kwa wewe unajichelewesha kupata kibali kwa sababu ya uwezo wako wa akili. Na hii mara nyingi ndio inawazuia watu wengi wasipate kibali, kwa sababu anatamani mpaka apate fursa kubwa, apate mtaji mkubwa ndio aoneshe nguvu zake au uwezo wake au uaminifu wake. Sasa hapo utakuwa unajichelewesha wewe kupata kibali. Sasa kuna mambo ya kuzingatia pale unataka kutengeneza kibali cha uaminifu katika mambo madogo madogo. Jambo la kwanza kabisa ni thamani ya muda. Zingatia muda. Muda katika kuwahi kazini, kufanya kazi zako vizuri, kuepuka muda unaopotea kwenye mambo ambayo hayana tija, kama kuangalia TV kwa muda mrefu, vipindi ambavyo havikujengi. Unajua kuangalia TV sio kitu kibaya, lakini unaangalia nini? Au kukaa na watu ambao mnapiga story ambazo zinakuharibia kabisa mipango yako au imani yako, hiyo pia inaweza ikakuharibu kabisa kufikia kwenye lengo la kupata kibali cha Mwenyezi Mungu. Lakini pia jambo jingine, matumizi ya rasilimali. Mtaji ulionao unautumiaje? Vitu ulivyonavyo unavitumiaje? Kwa sababu usipokuwa na uwezo wa kusimamia 1000 hauwezi ukapewa 10,000. Usipokuwa na uwezo wa kusimamia 10,000 huwezi kupewa kusimamia mamilioni. Ile hela ulionao sasa hivi unaisimamiaje? Ule mtaji ulionao sasa hivi unaosimamiaje? Unakuta mtu anafanya biashara lakini haweki akiba vizuri, hapangili mahesabu yake vizuri, kwa unajikuta ile pesa inapotea bila hata habari. Na ndio maana kuna msemo unasema mali hupotea bila daftari. Unakuta biashara yake hajaipangilia vizuri. Sasa Mungu hawezi kukupatia kibali cha vitu vikubwa kama hichi kidogo bado hujaweza kukisimamia vizuri. Lakini jambo jingine ni kazi isiyoonekana. Uwezo wa kusimamia kazi ambayo umepewa, hata kama bosi wako hayupo, hata kama hamna kamera ambayo inakumulika, unaifanya kwa ubora hali ya juu, kwa viwango vya juu. Kazi unaifanya kwa viwango ambavyo hata uhitaji kusimamiwa. Tayari utakuwa unaonesha uaminifu wa kupokea mambo makubwa, kwa sababu mtu yote hata shuleni unapomaliza form 4 maana yake ndo unaruhusiwa kwenda form 6. Hauwezi kutoka darasa la kwanza ukaenda form 6. Kwa hiyo usipokuwa mwaminifu kwa mambo madogo ambayo Mwenyezi Mungu akupatia, huwezi kupata kibali cha kufikia mambo makubwa. Unaomuona kwa mfano Daudi mpaka kwenda kuchallengeana na Goliath, maana yake alianza kupigana kwanza na simba na dubu ndio akapata uwezo wa kupigana kwenda kupigana na Goliath. Kwa leo ukiamua kuanza kubadilisha maisha yako na kuanza kusimamia vitu vizuri kwenye maisha yako kama muda, rasilimali na vitu ambavyo hata haina haja ya mtu kuangalia ndio ufanye, utaanza kuona kibali cha Mwenyezi Mungu kinafunguka zaidi kwenye maisha yako. Sasa hatua ya 3 ni kutafuta hekima kuliko mali. Yani tunaita seeking wisdom over wealth. Sasa unajua watu wengi huwa wanakimbilia zaidi kutafuta mali kuliko hekima. Unajua hekima ndio inayokusaidia wewe kutatua changamoto za watu na kujua namna gani ya kufanya mambo kwa usahihi. Unapomuona mtu kabuni kitu na kikawa kina matokeo mazuri kwa watu, maana yake alitumia hekima. Mali na vitu unavyoviona ni matokeo tu ya mtu ambaye alitumia hekima. Sasa watu wengi huwa hawapendi kutafuta hekima. Na hekima ndio inayotofautisha kati ya mtu anayefanya kazi ngumu na mtu anayefanya kazi kwa akili. Na unaweza kuta kuna watu wawili wanafanya kazi wote, lakini mmoja ana mafanikio makubwa, mwingine hana mafanikio makubwa, kwa sababu huyu mmoja kaamua kutumia hekima kufanya lile jambo. Sasa hekima ina msingi muhimu sana wa kusaidia wewe kupata kibali kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hekima inakusaidia kwanza kujua namna gani ya kufanya jambo kwa mtazamo sahihi. Na ndio maana chukulie mfano, zamani watu tulikuwa nalima mashamba kutumia jembe la mkono. Tulikuwa nalima kiwango kikubwa, lakini tulikuwa tumechoka sana na tunakuwa tumeishiwa nguvu. Lakini sasa hivi kaja katokea mtu akatengeneza trekta. Trekta inalima sehemu kubwa zaidi na mtu huyo anakuwa hajachoka kama mtu akiwa anatumia jembe la mkono. Sasa unaona kwamba huyo mtu hatumii nguvu nyingi sana, lakini matokeo anapata matokeo makubwa kwa sababu kaamua kutumia hekima. Hekima ni namna ambavyo unaweza kufanya jambo kwa usahihi kulingana na mazingira husika. Na sasa watu wengi huwa wanakimbilia zaidi kutafuta mali. Sasa kuna mambo matatu ambayo yanaweza kusaidia kukujenga kupata hekima.
Jambo la kwanza kabisa ni kusikiliza zaidi ya kuongea. Unajua watu wengi huwa wanakosea, hawajajifunza jinsi ya kusikiliza. Na unaposikiliza utajua namna gani ya kuishi na watu na kujifunza kulingana na mambo ambayo yanazunguka katika mazingira yako. Na hekima inatokana na vile ambavyo unajifunza kwa watu ambao wamekutangulia na watu ambao wanajua zaidi yako. Unapokuwa mwongeaji zaidi kuliko kusikiliza, hutajifunza kutoka kwao, kwa sababu wao wakikuona unaongea zaidi hawawezi kufundisha, kwa sababu wanajua wewe unajua zaidi yao. Kwa hiyo jifunze kusikiliza. Unapokutana na mtu ambaye anajua au ana maarifa zaidi, msikilize zaidi. Lakini pia hata kama hana maarifa, jifunze kumsikiliza mtu na kuwa mtu ambaye sio mwongeaji sana. Unapokuwa mtu ambaye unapenda kusikiliza, utajifunza namna gani umsaidie mtu na ujue namna gani ya kuishi na watu kwa mazingira sahihi. Sasa unajua watu wengi wanakosea, unajikuta anaongea, yani kila sehemu anapoenda yeye ndio mwongeaji zaidi. Hapo utajikuta unapoteza hekima, na hekima inajengwa na vile ambavyo unakusanya taarifa tofauti tofauti. Sasa huwezi kukusanya taarifa kama wewe ni mwongeaji zaidi. Lakini jambo la pili ni kujifunza kutokana na makosa. Makosa mara nyingi huwa ni kama darasa ambalo linatusaidia kujifunza kwamba tusikosee tena. Huwa napenda mfano wa Thomas Edison. Alifanya majaribio 1000 kutengeneza hizi balbu ambazo tunatumia leo za kuwasha taa. Alipoulizwa kwamba alifanya makosa 999, akasema hapana, nilifanya njia ambazo zilikuwa zifanye kazi, ndo nikapata njia moja ambayo inafanya kazi, ndo nikafanya majaribio 1000. Kwa hiyo na wewe usione kwamba kukosea ni kama kushindwa. Ona kama ni darasa la kukusaidia wewe kujifunza na kupata mafanikio zaidi. Mtu mwenye hekima huwa haanzi kulia kuwaza kwamba maziwa yamemwagika, anaangalia namna gani ya kutatua maziwa yasimwagike tena. Hiyo ndio hekima sahihi. Lakini jambo la tatu ni mahusiano na watu, tunaita social intelligence. Mtu mwenye hekima anajua namna ya kuishi na watu vizuri kwa mahusiano mazuri, kwa sababu anajua kwamba mtandao wa watu unaweza kukutengenezea kibali cha Mwenyezi Mungu na kwa wanadamu. Ni mtu ambaye anajua jinsi ya kuishi na watu vizuri, kutengeneza mahusiano mazuri, kwa sababu watu wanapokuwa na mahusiano mazuri na wewe, tayari utakuwa umejitengenezea mtandao mzuri na wao watakuwa tayari kuja kushirikiana na wewe kwenye jambo lolote, kwa sababu sisi binadamu ni binadamu tunaoishi na jamii, na jamii ni watu. Sasa usipoishi na watu vizuri, maana yake huwezi ukapata kibali. Na mtu mwenye hekima huwa hajiulizi kwamba au asemi kwamba Mungu nisaidie nipate wateja wengine milioni 1. Anaomba hekima ajifunze jinsi ya kuwahudumia hawa wateja ambao wako sasa hivi, kwa sababu hawa akiwahudumia vizuri wataleta wateja wengine wengi zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye hekima ni mtu ambaye anajua namna gani ya kutatua jambo kwa njia sahihi kuliko yule mtu ambaye anakimbilia zaidi kupata mali, kwa sababu mali ni matokeo tu ya mtu ambaye ametumia hekima. Hizi simu tunazozitumia, maana kuna mtu aliangalia namna gani ya kurahisisha mawasiliano, watu wasiteseke, akatengeneza simu. Haya magari, vitu vyote ni mtu ambaye aliweza kutumia hekima ya namna gani ya kurahisisha maisha ya watu. Kwa hiyo mara nyingi jifunze kupitia njia ya kutafuta hekima. Na hekima ipo katika mambo mbalimbali. Kuna vitabu, kuna masomo ambayo watu wameshaweka, na hekima hiyo unaoitaka jitahidi uifuatilie. Kwa mfano labda ni hekima ya utunzaji wa fedha, hekima ya mawasiliano, hekima ya kutatua changamoto za watu, zote zipo na watu tayari walishazifanyia study na wakazifanyia utafiti. Ni wewe tu kuanza kutafuta na kujifunza zaidi. Lakini ukizingatia kusikiza zaidi kuliko kuongea na kujifunza kutokana na makosa na kuwa na mahusiano mazuri na watu, inaweza kukusaidia ukawa na hekima kubwa, na hii itakusaidia kuwa na kibali kwa kila unalofanya katika maisha yako, na maisha yako yatafanikiwa, na jambo lolote ambalo unaenda kuliendea itakuwa na mibaraka mikubwa sana kwenye maisha yako. Sasa hatua ya 4 ni nidhamu na ubora. Tunasema hii inaitwa excellence. Sasa hii ndio sehemu ambayo ni muhimu zaidi, na inaenda kuvunja ile dhana ambayo watu wengi wanaamini kwamba kibali huwa ni miujiza. Hicho kitu waga ni uongo kabisa, kwa sababu kibali huwa ni matokeo ya ubora. Huwezi ukapata kibali kama vitu unavifanya ovyo ovyo, unapewa kazi unailipua, unafanya mambo ovyo ovyo, huwezi ukapata kibali, kwa sababu mambo unayofanya kwa ubora ndio yanakufanya unapanda kwa viwango vya juu. Unapomwona mchezaji mpira kama Cristiano Ronaldo kafika kule juu, manake ana ubora katika kitu fulani, ana ubora katika uchezaji wa mpira, na ana nidhamu ya hali ya juu katika uchezaji wa mpira. Huwa nafuatia hata story yake, waga anasema, ukiingia mtandao wa kijamii utaona anavyoelezea kuwa nidhamu usipokuwa nayo ni sawa sawa na kutokuwa na kipaji chochote, na haiwezi kusaidia chochote hata kama ukiwa na kipaji kizuri, lakini kama una nidhamu huwezi ukafika sehemu yoyote. Sasa kuna siri 3 za kutembea katika
ubora ili uweze kupata kibali. Jambo la kwanza kabisa ni kufanya zaidi ya unavyolipwa. Hii tunasema the extra mile. Mtu ambaye anazingatia ubora, hata kama akipewa kazi ataifanya kwa viwango vya juu. Kama ni kazi ya ripoti ataichambua vizuri, kama ni kazi ambayo amekabidhiwa labda ni fundi, atajenga nyumba vizuri zaidi. Hata angalia hata malipo anayopewa. Kama ni kupamba harusi ataipamba vizuri zaidi, kwa sababu unapopamba vizuri unatengeneza kibali kwa wanadamu, na Mwenyezi Mungu pia anapendezwa na vitu ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo unapofanya kitu kizuri kwa wanadamu watavutiwa na wewe, lakini pia unatengeneza kibali hata kwa kazi nyingine ije kwako zaidi. Lakini pia nidhamu ya muda na ahadi. Mtu ambaye ana kibali huwa anazingatia muda na ahadi. Kwanza ana nidhamu ya kuzingatia jambo kwa muda husika na hapotezi ahadi yake ambayo ameiweka. Yule mtu ambaye anapewa mpango anapotezea, hajali, hapo tayari wanadamu watakuchukia na huwezi ukawa na kibali. Lakini mtu mwenye kibali ni mtu ambaye anazingatia. Kama ulisema utaenda saa fulani, kama utafanya kazi fulani, zingatia, kwa sababu nidhamu ni kufanya kile kitu hata kama muda huo ujisikii, lakini unakifanya ili kutengeneza mazingira ya kuaminika na kupendwa na watu ambao wamekupatia ile kazi. Kwa hiyo nidhamu na ubora vinaweza kutengenezea mazingira wewe ukawa na kibali kwa Mwenyezi Mungu, hata kwa wanadamu pia. Lakini pia muonekano na mpangilio. Hii tunaita order. Unajua Mungu anapenda mpangilio, na Mungu huwa ana utaratibu, yani ni Mungu wa utaratibu, lakini pia na binadamu huwa wanapenda mpangilio. Kwa hiyo sasa usipokuwa na mpangilio mzuri, kwa mfano kwenye ofisi yako ikawa ovyo, ikawa chafu, wewe mwenyewe unavaa nguo vibaya, kuvaa nguo vizuri, namna unavyoishi, mazingira yako ovyo, kwa sababu bila unapojitengeneza na ukawa na mpangilio mzuri, tayari watu watajisikia kuendana na wewe au watavutiwa na wewe na utapata kibali katika kile unachokifanya. Kwa sababu unajua mara nyingi watu wanavutiwa na vile ambavyo wanavyokuona, na muonekano wako na namna unafanya vitu kwa ubora unaweza kutengeneza mazingira hata wale maadui zako wakaanza kutamani kukusikiza, kwa sababu wameona kuna ubora unao. Kwa katika kila jambo lolote, kama ni mwalimu fanya kazi yako kwa ubora, weka mpangilio mzuri. Kama ni daktari, kazi yoyote, kama ni mwanasheria fanya kazi yako kwa ubora zaidi. Unafanya kazi yako kwa ubora na muonekano mzuri, utavuta kibali kikaja kwenye maisha yako, na kila unalofanya utaona linafanikiwa kwa urahisi zaidi. Hatua ya 5 ni unyenyekevu na shukrani. Hii tunaita humility and gratitude. Sasa hii ndio sehemu ambayo inalinda baraka zako au kibali chako kisipotee, kwa sababu watu wengi huwa wanapata kibali au mafanikio, wanajiona kwamba wameyapata kwa sababu ya nguvu zao, pesa zao au makini wao, lakini huwa mara nyingi kibali kinapokuja kwako ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akutengenezea njia ndio ukafika hapo ulipo juu. Sasa vitu kama unyenyekevu na shukrani vinaweza kukusaidia wewe kulinda kibali chako kisipotee na kukusogeza ukapata zaidi, kwa sababu shukrani inakusaidia kuvuta mambo makubwa zaidi. Hasa kwa mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kulinda kibali chako kisipotee, lakini pia ukavuta baraka zaidi ikaja kwenye maisha yako na kibali chako kikawa na nguvu zaidi. Jambo la kwanza kabisa, unyenyekevu ni kinga ya kiburi. Unajua Mungu huwa anawapinga watu wenye kiburi, kwa sababu waga wanajiona kwamba yale mambo waliyopata wamepata kwa nguvu zao, na mara nyingi Mungu hapendezwi na watu ambao wanajiona, yani wenye kiburi kwa lugha rahisi. Sasa unapokuwa na unyenyekevu, maana yake unasamini kwamba vitu vyote ambavyo umevipata kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu kupitia watu ambao wamekufungulia kukutana nao. Lakini unapokuwa na kiburi, Mungu huwa anawapinga. Hata Biblia inasema Mungu huwa anawapinga watu wenye kiburi. Unapojisikia na kujiona kwamba kila kitu umekipata kwa nguvu zako, tayari utakuwa unapoteza kabisa kibali chako, na watu wengi wanapoteza sana nguvu na uwezo ambao Mwenyezi Mungu awapatia kwa sababu ya kiburi. Lakini unyenyekevu unakusaidia kulindia, yani sema kama kinga, kama vile watu wanavyotumia kinga mbalimbali. Sasa unyenyekevu ni kinga ya kulinda kibali chako kisipotee. Jifunze kusikiliza na kunyenyekea wale watu ambao wanakufundisha. Lakini pia kibali kinakusaidia kuwa mnyenyekevu, kujifunza zaidi kwa watu, kwa sababu kiburi kinakuonesha kwamba wewe huwezi kujifunza zaidi kwa watu wengine, maana yake unajua zaidi. Lakini unyenyekevu unakusaidia kuendelea kujifunza zaidi, na hilo jambo litakusaidia kupata maarifa mengi na kupata kibali zaidi kwa watu na kwa Mungu. Lakini jambo la pili, shukrani huongeza baraka. Unajua unaposhukuru, kwanza unaonesha kwamba unathamini kwa kile ambacho
ulichonacho, lakini pia una uwezo wa kupokea zaidi ya vile ambavyo ulivyonavyo. Lakini unapokuwa unalalamika, unaona kwamba mambo ulionayo ni hayafai, tayari unakuwa unazuia kabisa baraka zisije kwenye maisha yako. Lakini mtu mwenye kibali anajua namna ya kujifunza kushukuru. Unashukuru yale mambo ambayo Mungu amekusaidia hata kama ni madogo. Maana hayo yanaonyesha kwamba una uwezo wa kupokea mambo makubwa zaidi. Yaani shukrani kwa lugha rahisi ni ufunguo wa kufungulia mambo makubwa zaidi. Ukitaka mambo makubwa zaidi yaje kwenye maisha yako, anza kushukuru kwa vitu vidogo vidogo ambavyo unavipata kila siku. Tayari hapo utakuwa unaonyesha kwamba una ukomavu wa vile vitu ambavyo uko navyo, lakini pia una uwezo wa kupokea na vitu vikubwa zaidi. Lakini jambo jingine ni kutambua mchango wa wengine. Unajua unyenyekevu unakusaidia kutokujiinua zaidi na kuona kwamba mambo ambayo umeyapata ni kwa sababu ya ushirikiano wa watu na watu ambao wamekutia moyo na kushika mkono mpaka kufika pale ulipo juu. Lakini kiburi kinakuondolea kabisa huo mtazamo, lakini unyenyekevu unakusaidia kuthamini na kumtambua kwamba Mwenyezi Mungu ndio chanzo cha maarifa na nguvu ambayo amekusaidia mpaka kufika hapo, lakini kupitia watu ambao aliwafungua waje wakusaidia na kukushika mkono mpaka wewe ukafanikiwa. Sasa usipokuwa na unyenyekevu utajikuta unaona kwamba kila kitu kimekuja kwako kwa uwezo wako, na hapo kibali chako na nguvu na uwezo na baraka vitapotea kabisa kwenye maisha yako. Jambo la muhimu la kuzingatia zaidi, jifunze kuwa mnyenyekevu na uwe na shukrani. Hapo tayari utaweza kulinda kibali chako kisipotee na kiwe na nguvu zaidi ya kupata mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Okay, kama umejifunza kitu kutoka kwenye video hii, basi usiishie kujifunza tu. Chukua hatua. Anza kutekeleza hatua moja leo na utaanza kuona mabadiliko taratibu kwenye maisha yako. Kumbuka kibali cha Mungu hakiji kwa bahati, kinajengwa kwa maamuzi unayofanya kila siku. Kama umependa video hii, bonyeza like, subscribe na usahau kuwasha kengele ili usikose mafundisho mengine yatakayobadilisha maisha yako. Pia niandikie kwenye comment, nipo tayari kupokea kibali cha Mwenyezi Mungu na nitafurahi kuona maoni yako. Asante sana kwa kunisikiliza na tukutane kwenye video inayofuata. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world.